mwenyekiti wa bodi ya shule, meza kuu, wazazi, wanafunzi, wananchi, viongozi wa chama na serikali, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Basi moja kama alivyonitambulisha, naitwa Akiza John Kagazi. Nizungumze machache. Moja, nitoe shukrani kwa ndugu yangu na mheshimiwa mgeni rasmi Sikudhani Onesimo Ndairagije kwa kuniomba niweze kuambatana naye katika sherehe hii, na kushukuru sana kwa heshima hii ulionipatia. Jambo la pili, nitoe pongezi kwa uongozi wa shule hii, walimu, kiongozwa na mwalimu mkuu Bujiku, kwa maandalizi mazuri na malezi mema mliowafanya kwa vijana wetu, na leo hatimaye wanaenda kuhitimu kidato cha 4. Hongereni sana na wapigeni makofi. Haikuwa kazi nyepesi miaka 4. Lakini kubwa na la muhimu, ndugu zangu, ambao ninaweza kuzungumza kwa ufupi kwa vijana wetu wanaoenda kuhitimisha ungwe hii, kwa kipindi hichi wanachoweza kufanya, moja kabisa kubwa na muhimu, na walishike kama wanavyowashika mama zao na baba zao, ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Hilo mlipe kipaumbele wakati wote msali. Kwa la kwanza, mtangulizeni Mwenyezi Mungu katika mambo yenu na kwa muda huu uliobaki. Jambo la pili mnaloweza kufanya ni kujikumbusha yale mliofundishwa na walimu wenu. Jikumbusheni, kwa maana ya kwamba huu sio muda tena wa kwenda tuition. Sasa ndugu zangu, kisheria tunasema you are time bad, yani uko nje ya muda. Kama unatafuta tuition tena, jikumbushe yale ambayo umeshafundishwa. Baada ya mitihani, ni waombe ndugu zangu, mkae watu wema, mkae watu wenye nidhamu huko mtaani. Endelezeni nidhamu mliofundishwa hapa shuleni. Kwa wazazi, mnachoweza kufanya kwa wakati huu, hasa wazazi wa watahiniwa, hata nyinyi, jambo kubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu juu ya vijana wenu. Maneno matakatifu katika Biblia, Mithali 4 mstari ule wa 13, yanasema, mshikeni sana elimu, msimwache aende zake. Haleluya. Mkamate kweli kweli. Lakini kwa wazazi, waombeni vijana wenu, lakini wapunguzeni majukumu. Nachoweza kusema vijana, inawezekana katika maandalizi yenu ya mitihani, hasa kipindi kile cha mtihani, ninachotaka kuambia ukweli ni kwamba shetani pia iko kazini. Nyinyi ni watu wa muhimu sana. Inawezekana mpo kwenye mtihani, mnajiandaa, mnaingia kipindi labda saa 8. Mpo getoni na vijana wengine wakasema ngoja sisi twende shuleni kwanza. Wewe ukasema mimi ngoja mimi nipige msuri hapa getoni. Hebu ngoja kwanza nijiraze kidogo. Ukarara, ukapitiwa na usingizi. Unaamka, mtihani umeshaisha, unaanza kulia. Kwa ninachowaomba kipindi cha mtihani, jitahidi mtembee kwa makundi na mkae shuleni muda mwingi. Sawa ndugu zangu ili muweze kumshinda shetani. Imani yetu ni kwamba nyote mtafaulu, kwa sababu walimu wamefanya maandalizi mazuri jioni. Jambo la mwisho, sababu mimi si mzungumzaji, mwenye jambo lake ni mgeni rasmi, niseme tu ndugu zangu na wananchi kwa ujumla, kwa sababu nimekuwa kada wa Chama cha Mapinduzi. Nisipolisema hili, basi na mimi nitakuja kuhukumiwa. Tarehe 29 mwezi wa 10 ni siku ya uchaguzi. Twende tukawachague viongozi wetu. Tunaye diwani Mheshimiwa Renard Nzee, diwani wa kata ya Mganza. Tunaye mbunge wa jimbo la Ngara ndugu yetu Dr. Jason Bahemu. Na kwa nafasi ya rais, na mimi kwa kweli na kwa taaluma yangu ya sheria, nimetathmini karibu nchi nzima, na nimeelewa kila sehemu ambapo Daktari Samia Suluhu Hassan anapita anakubalika. Twende tukamchague kwa kishindo ili aweze kutongoza miaka mingine 5. Mama Samia we! Sherehe we! Ndugu zangu, la mwisho kabisa, wanasema mcheza kwao
Mcheza kwao. Basi mtunzeni Mheshimiwa Skudhani Onesimo Ndaragiye. Ni kijana mwenye maarifa, ni kijana mwenye maono, lakini miongoni mwa vijana ambao wamemalizia pia shule hii. Ningeweza kuzungumza sana lakini muda sio rafiki. Nawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante, tafadhali pigeni makofi.